Azam na Simba utakuwa mchezo wa namna gani, ladha ya aina gani kwenye Mapinduzi? Tunaenda kupata testi nzuri kwa sababu ni timu ambazo zina uzani wa juu kabisa hapa nchini Tanzania. Ukiacha hivyo ni timu ambazo zimekuwa zikikutana zinatoa ushindani mkubwa, so kitu kizuri kwa wapenzi na mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu ambao wanaendelea kufuatilia Mapinduzi Cup kule visiwani Zanzibar, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo wamekuwa kivipenda ni kuziona hizi timu kubwa ambazo zinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara zikikutana pale visiwani Zanzibar, maana vimekuwa na ushindani mkubwa kuanzia ndani ya uwanja pia na nje ya uwanja, kitu ambacho kinaenda kutengeneza ladha na msisimko mkubwa wa michuano husika, kwa sababu mwisho wa siku kuna nyakati lazima utazihitaji tu Simba, Yanga, Azam zikutane zenyewe ili kutengeneza ile thamani ya michuano husika, kwa sababu ndo mara nyingi unaona ikitokea bahati mbaya kwamba labda Simba, Yanga ametoka kwa bahati mbaya, utagundua kwamba kuna kitu fulani kinapungua. This time around tunakwenda kushuhudia mchezo mzuri, na kikubwa watu wanatamani kuona kwamba mchezo wa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu soka Tanzania bara Simba walikutana na Azam FC pale Azam Complex na hapa ni katika uwanja Benjamin Mkapa. Yes, na Simba alipoteza, na watu wanatamani sasa kuona kitu cha ziada ambacho Azam FC alifunga Simba kwa kubahatisha ama alikuwa ubora katika mchezo husika. So far kwa maana inategemea kuwa ni mchezo mzuri na ni mchezo wa kimbinu zaidi, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kukutanisha timu dume, timu ambazo za daraja za juu kabisa. Kwenye mchezo wa kwanza ambao tumeona wamecheza kwenye ligi kuu ulikuwa ni mchezo mgumu na tumeona intensity ya mchezo ulivyokuwa, lakini mara hii wanaenda kukutana kwenye mashindano tofauti, kwenye mazingira tofauti, lakini ni mchezo ambao wanapokutana tunajua sio mchezo rahisi. Simba wamesema wanatumia wachezaji wale waliopo kule, lakini Azam FC wao wamesema wataungana na wachezaji wao waliokuwepo kwenye majukumu ya kimataifa ambao watarejea hapo kesho. Unadhani Simba hawachukulii mchezo huu kama mchezo mgumu, ama wameona kama ambavyo tulikuwa tunazungumza mwanzo mashindano haya Simba wameingia kama sio serious sana kwao? Yes, kwa mimi naweza ngasema hivyo kwa sababu hata ukiangalia aina wachezaji wengi ambao wamekuwa wakipata nafasi ya kucheza, unaona kuna numbers kubwa wachezaji ambao wanatoka katika team B kwa maana ile under 20 wamekuwa wakicheza zaidi katika michuano hii ya Mapinduzi Cup. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba hawako serious, kwa sababu hii ni michuano mikubwa, na ukiacha michuano mikubwa Simba pia hana huo huchu na uwado wa kuchukua mataji, makombe. Ukiangalia ana ukame pia, na kombe la Mapinduzi ni miongoni mwa makombe ambayo yapo katika season nzima. Kwa maana hiyo hata mwalimu pia anaweza ikawa ni sehemu ya yeye kuonesha kitu cha tofauti kwenye kikosi cha Simba, kwa maana ya mwalimu mkuu Steven Becker. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni mchezo ambao Simba hata wenyewe watakuwa serious, kwa sababu tumeona nyota wao baadhi tayari wameshawasili, kwa sababu walianza katika Mapinduzi Cup bila kuwa na nyota wao kina Elie Mpanzu, lakini this time around tunaona tayari wamesharejea kwenye kikosi. Kwa hiyo tegemea mechi ngumu na mechi nzuri, na siamini kwamba Simba ataichukulia poa, kwa sababu unapopoteza mbele ya Azam masimango yataendelea pia. Lakini kama atapoteza watu wanaweza wakaanza kutafsiri tofauti. Wengine wataanza kusema kwamba wenda Simba ameikimbia Young Africans na kadhalika, maana kama unajua mambo ya watani lazima hivyo vijembe viwepo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho binafsi nadhani kitatengeneza sura ya tofauti katika huu mchezo, na kuamini ya kwamba hautakuwa mchezo rahisi, na ama Simba wenyewe hawatauchukulia mchezo huu poa. Nadhani na wao wataingia vizuri kuhakikisha wanaendelea kulinda heshima yao, kwa sababu wakikubali kupotea itakuwa ni dharau kubwa, kwa maana upotee katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia uende ukapotee katika michuano hii mikubwa ya Mapinduzi Cup, itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mimi naamini kwamba Simba wenyewe wanatambua hilo, na sidhani kama wataingia uwanjani kwa niaba ya kupoteza mchezo. Na kwa status na level ya Simba, sio timu ambayo inaweza kaingia katika kiwanja kwa niaba ya kupoteza mchezo. Wana kila sababu ya kushinda mchezo, na Azam pia wana kila sababu ya kushinda mchezo. Kwa hiyo mwisho wa siku kujumlisha huyu na sababu ya kushinda na huyu na sababu ya kushinda, tutategemea kupata mchezo ambao wenye ubora mkubwa na wenye intensity na nasema viwango kabisa vya afya. Kukutana tu kwa Simba na Azam FC kwenye mashindano haya ya Mapinduzi Cup ni
kuongeza uchangamfu, lakini pia kuongeza ladha ile pengine na shauku ya watu wengi kushuhudia, manake tunafahamu falsafa ya timu hizi zote mbili. Of course, kwa sababu watu wanapenda kuona kitu kizuri, na kitu kizuri sometimes pia wanatamani kuona ushindani wa timu hizi kubwa zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Na ukiangalia ndio timu ambazo zimekuwa na mashabiki wengi sana pale visiwani Zanzibar. Wanakwenda kama wageni kwenye visiwa hivi vya karafuu, lakini wakifika kule wanakuwa kama wenyeji, kwa sababu ukiangalia Simba ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na mashabiki wengi visiwani Zanzibar, lakini Azam pia na yeye imeanza kuchukua baadhi ya mashabiki pale visiwani Zanzibar. Kwa hiyo utagundua kwamba ni timu ambazo zimekuwa na mashabiki wengi pale visiwani Zanzibar. Sasa wanapokutana wenyewe, obvious msisimko utakuwa mkubwa, kwa maana battle itakuwa ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kuna nyakati mchezo unaweza ukawa mzuri, lakini ukawa mzuri ndani ya uwanja, lakini nje ya uwanja hauna kashikashi. Tumeshuhudia mfano michezo yote ambayo amecheza Simba inaonekana kuwa na ushindani mkubwa, na hata ushindi ambao Simba aliupata kwa heka kwa kuvuja jasho kweli kweli. Lakini unaona ushindani mkubwa ulikuwa ndani ya pitch, lakini sio nje ya pitch. Kwa hiyo lakini mchezo unapokuta zidi ya Azam FC utagundua kwamba ni mchezo ambao utakuwa umebalance, kwa maana ushindani utaonekana ndani ya pitch pamoja na nje ya kiwanja. Kwa maana gani? Kwa maana mashabiki wataplay part yao, lakini pia wachezaji pia watafanya kile ambacho wanatakiwa kukifanya katika kiwanja. Kwa hiyo obvious kuna kwenda kutengenezwa msisimko hali ya juu, na watu watategemea kuona mechi nzuri na mechi yenye ushindani kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kila mmoja anatamani kushinda mchezo ili kuhakikisha anaendelea kutunza heshima yake. Huenda kusiona kitu kikubwa ambacho wanaweza kukipata, lakini kikubwa ni kuhakikisha wanatunza heshima, kwa sababu mwisho wa siku heshima ndio kila kitu kwa hivi vilabu vikubwa. Yes, kilabu kikubwa mara zote ukiacha vitu vyote kufikiria nini ambacho anakipata, cha kwanza anafikiria kwanza kutengeneza heshima yake na kuhakikisha anaendelea kuwapa furaha mashabiki ambao wamekuwa wakifuatilia na kusupport timu. Kwa sababu unapokuwa unashinda kila mchezo, pia unatengeneza hamasa mashabiki kuendelea kwa kuwa na imani na timu yao. Ukiangalia timu kama ya Simba katikati imepitia migogoro mingi hapa, panda shuka zilikuwa nyingi. Sasa pia ukienda kukubali pia kupoteza mchezo zidi ya Azam FC kizembe, pia unaona tension inazidi itatengenezwa itakuwa kubwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima ukubali ya kwamba tutegemee kuona mechi ya ushindani sana, kwa sababu siamini kwamba Simba wanaweza wakakubali kuitupa heshima yao mbele ya Azam FC. Lakini pia Azam FC wanaamini ya kwamba hii ni miongoni mwa michuano ambao wao wamekuwa wakifanya vizuri sana. Hata ukiangalia katika timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika michuano hii ya NMB Mapinduzi Cup, huwezi kuiacha timu ya Azam FC imekuwa na nyakati nzuri sana pale visiwani Zanzibar. So kwa mimi nategemea kuona mchezo utakuwa ni wa ushindani na utakuwa na ladha ndani na nje ya uwanja. Sawa, timu hizi zote mbili tunazungumzia mwezi huu wa kwanza zinarudi tena kwenye mashindano makubwa barani Afrika, ambapo Azam FC wapo upande wa kombe la shirikisho, Simba wapo upande wa klabu bingwa barani Afrika. Pengine Azam wao wameona mbali kuzungumza kwamba watatumia wachezaji wao wote. Ni moja kati ya mechi ambayo inatumia kuweka fitness level kwa wachezaji wao kuendeleza kuelekea katika mashindano makubwa barani Afrika ambayo yatarejea Januari 23. Of course yes, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo Azam inacheza bado unahisi kabisa haijajipata. Kwa namna moja ama nyingine, ukiangalia Foray Benge bado ana panda shuka nyingi. Ukiangalia bado ile rhythm ya timu kwa ujumla bado haijakuwa supavu kama watu wengi ambao walitegemea kuiona. Kwa hiyo naamini kwamba Foray Benge anaichukulia michuano kwa jicho la usirias sana, kwa sababu ni sehemu ya maandalizi kuelekea katika muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia kuna michuano mingine ya FA ambayo pia itaendelea, lakini ukiacha hivyo ni muendelezo pia wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo ndio maana unamuona anatamani kuungana na wachezaji wake ambao walikuwa katika national team, na kwa numbers kubwa wachezaji wake hawakutumika katika AFCON. Kwa hiyo ni wachezaji ambao walikuwa na train tu, hawachezi. Ukiangalia kina Lusajo Moikenda, Kimwangai Dinado, Pascal Msindo, alitumika sana ni Faisal peke yake ambaye ndo alicheza dakika nyingi na timu ya taifa ya Tanzania. Lakini ukiangalia wengine wote wamepata muda mchache wa kucheza, na wengine hawakupata kabisa muda wa kucheza. Kwa hiyo
mwalimu kama Foray Benge ambaye anajua vizuri kutumia fursa ambazo amekuwa akizipata, hususan hizi tournament ambazo za muda mfupi, utagundua kwamba ni mwalimu ambaye amekuwa hakitumia vizuri. Kumbukwe hata kipindi ambacho anakinoa kikosi cha Al Hilal Omdurman ya Sudani kule, alikuwa anatumia vizuri michuano ya Sekafa, na ndio maana unamuona ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinafanya vizuri zaidi katika michuano hiyo. So tegemee kwamba Foray Benge kuhitaji wachezaji wake wote ni obvious, kwa sababu anatamani timu kuiona inafanya vizuri, na anatamani kuifanya timu yake icheze kwenye rhythm ambayo yeye anatamani kuiona, na ndio maana unamuona ana out sasa kuhitaji wachezaji wake wote wawepo kwenye kikosi. Wenda wakajoin na wengine wasipate nafasi ya kucheza kwa sababu wametumika muda mrefu, lakini kwenye sessions zake za mazoezi, mambo ambayo ana introduce, mambo yake kimbinu, wawepo sehemu ya kikosi, kwa maana hiyo asiachwe mtu. Yani kuna nyakati mwalimu anatamani kwa wanafunzi wake wote, kwa wale ambao wamesoma labda shule za kulipia wanaweza wakaelewa. Kuna nyakati mnaweza mkafukuzwa ada, mwalimu anaona hao watoto wamefukuzwa ada, wanafunzi wengi, darasani baki wanafunzi 5 peke yake. Nikiwafundisha hawa kitu kipya, ina maana wale wengine wakirudi tutaanza upya tena. Wao nitakuwa nimewaacha, kwani nitakuwa nimewapa faida wachache kati ya wengi. Kwa hiyo utakuta mwalimu ana opt sasa kutafuta maswali mtakuwa mnafanya nini ili kuvuta time, kusubiri wale wengine pia warudi ili aweze kutoa kitu kwa pamoja. Kwa hiyo kwa sababu ni ngumu kuwafundisha hawa alafu baadaye tena uje upate muda tena uanze kuelekeza kitu ambacho wenzako wengine washaelekezwa. Kwa hiyo ni vizuri kujoin nao, uende wasitumike kwa kiasi kikubwa, lakini wakiwepo sehemu ya kikosi, kwa hiyo itakuwa ni rahisi kwa mwalimu kufundisha mambo yake ya kimbinu, kwa sababu anaamini ya kwamba ikiwa timu yake full, kwa hiyo akitoa kitu cha mbinu kila mmoja atakipata. Nadhani hiyo ndio dhamira ya Azam FC wenyewe, kwa sababu wanaitumia michuano kama sehemu ya kutengeneza kikosi chao, kama sehemu ya kuboresha timu yao Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.